Rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore amehitimisha ziara yake ya huko nchini Urusi alipopokelewa na Rais Vladimir Putin na kuhudhuria sherehe za siku ya ushindi wa Urusi Victory Day dhidi ya utawala wa kinazi wa Adolf Hitler. Kwenye sherehe hizo zilizofanyika Jumamosi iliyopita Mei 9 mwaka huu 2025, Kapteni Traore aliungana na marais wengine wa mataifa washirika wa Urusi akiwemo Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki, Alexander Vučić wa Serbia, Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe na Xi Jinping wa China. Sherehe hizo pia zilihudhuriwa na Rais wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Abdel Fattah el-Sisi wa Misri, Nicolas Maduro wa Venezuela, Mahmoud Abbas wa Palestine, Ilham Aliyev wa Azerbaijan, Toglaun Sisourithi wa Laos na Waziri Mkuu wa Slovakia Robert Fico. Akizungumza kuhusiana na ukanda wa Saheli, Rais Putin alifanya mazungumzo yaliyolenga usalama na kukabiliana na ugaidi katika eneo hilo. Putin aliahidi kuendelea kusaidia katika kurejesha utulivu wa kikatiba na kupambana na waasi wenye silaha nchini Burkina Faso. Pia alitangaza usaidizi unaoendelea wa kibinadamu, ikiwa ni pamoja na utoaji wa mwaka jana wa tani 25,000 za ngano na shehena mpya ya chakula ambayo itawasili mjini Ouagadougou mwezi huu. Katika hotuba yake mbele ya Rais Putin, Kapteni Traore aliweka wazi siri ya migogoro, umasikini na makundi ya kigaidi yanayoyatesa mataifa ya Afrika, ikiwemo nchi ya Burkina Faso, kuwa ni matokeo ya ukoloni. Traore pia alionyesha hamu ya kuimarisha ushirikiano wa kiulinzi na kiteknolojia na Urusi, akielezea ushirikiano unaokuwa kama jibu la changamoto za pamoja na mabadiliko ya mienendo ya kimataifa, huku akishukuru Urusi kwa msaada wake wa kupeleka wataalamu wake wa kijeshi nchini Burkina Faso kujenga uwezo wa vikosi vya nchi hiyo. Mbali na eneo la usalama, Traore pia alimuomba Rais Putin kuyasaidia mataifa ya Afrika, hususan Burkina Faso, katika sekta ya elimu, afya, sayansi na teknolojia na viwanda. Tunaamini ugaidi tunaoona sasa ni matokeo ya ukoloni ambao ndio kitu tunachopambana nacho nchini kwetu. Kama tukiwa na jeshi imara, tunaweza kupambana na ukoloni na kuendeleza taifa letu. Ndiyo maana unaona hatukati tamaa na tunaendelea kupambana na makundi ya kigaidi nchini kwetu, alisema Traore, mwisho wa kumnukuu. Katika hatua nyingine, Traore alisema kuwa kwa ushirikiano na Urusi, taifa hilo halitatoa mwanya wa vitendo vya uhalifu na ugaidi vinavyochochewa na mataifa yasiyolitakia mema, ikiwemo kuwatumia wataalamu wa Urusi walioko Burkina Faso kukabiliana na vitendo hivyo. Alisema hadi kufikia mwaka 2024, Urusi ilikuwa imepokea raia zaidi ya 350 wa Burkina Faso walioingia nchini humo kwa lengo la kupata elimu katika taasisi mbalimbali za elimu ya juu, huku akidokeza kuwa mwaka huu Urusi itakuwa tayari kupokea raia 27 wa Burkina Faso. Kwa upande mwingine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilikutana na maofisa wa kijeshi wa Afrika. Waziri wa Ulinzi wa Urusi Andrei Belousov alifanya mazungumzo na pande mbili na wajumbe wa ulinzi wa Afrika pembezoni mwa gwaride hilo. Majadiliano hayo na maofisa wa Kongo, Niger, Mali, Burkina Faso, Nigeria na Libya yalilenga katika kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na kiufundi, kufanya mazoezi ya pamoja ya mafunzo na kuongeza msaada wa silaha na vifaa. Pande zote zilionyesha nia ya ushirikiano wa muda mrefu katika sekta ya usalama na ulinzi. Sambamba na hilo, naibu waziri wa ulinzi Yunus Beki Yevgrov alikutana na wawakilishi kutoka Afrika Kusini, Algeria na Equatorial Guinea kujadili masuala ya sasa ya ushirikiano wa kijeshi na kiufundi. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.